Ziara yangu hii ya leo ilikuwa ni kwenye ufuatiliaji wa fedha ambazo serikali imezitoa kwa ajili ya kununua vipuri ili kufufua haya mabasi ambayo tayari yalikuwa yamepata shida ambayo yalikuwa hayawezi kuwepo barabarani. Kwa hiyo serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliona ni vyema kuyarejesha haya mabasi barabarani na kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kilitolewa kwa ajili ya kununua vipuri zikiwepo engine pamoja na vipuri tofauti tofauti ili mabasi haya yaweze kurudi barabarani. Mabasi ambayo tunategemea kuyarudisha barabarani kutokana na fedha hii ambayo imetolewa ni mabasi 30. Na hadi leo ninavyoongea hapa yako mabasi 17 tayari yamesharekebishwa yako tayari kwa ajili ya kwenda barabarani, na waandishi wa habari mmeona basi la 18 pale wanamalizia kupandisha engine. Kwa hiyo huenda mpaka kesho tukawa na mabasi 18 tayari kati ya yale 30 ambayo tayari serikali imetoa fedha. Katika yale mabasi 99 tayari mabasi 49 yameshafika bandarini. Kwa hivyo muda mfupi ujao mabasi haya yatakuwa barabarani ili yaweze kuongeza huduma kwa Watanzania wakazi wa Dar es Salaam. Na kama mnavyofahamu UDART wao wana njia tunaita ya awamu ya kwanza ya kutoka gerezani kwenda Kimara mwisho. Kwa hivyo njia hii itaongezewa mabasi haya pamoja na yale mabasi mapya ambayo yatakuwa yamekuja. Lakini tunategemea pia kwamba watapata njia ya kwenda Gongo la Mboto. Kwa hivyo mabasi haya yanayokuja tuna uhakika yataongeza nguvu kwenye usafirishaji wa abiria hapa Dar es Salaam. Kitu ambacho ningependa kukitolea maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa UDART. Hapa tunafika Kimara mwisho, ndiko tunakofika kwa sasa hivi, lakini tuna maeneo ambayo yanahitaji huduma sana. Eneo la Mloganzila hospitali, watu wanafika Kimara wanaishia Mbezi, wanaishia Kimara, hawafiki, mabasi hayafiki Mloganzila. Leo nikupe maelekezo kwamba kuanzia kesho hakikisha tunapata mabasi yanayofika Mloganzila hospitali. Watu wanapata shida, wana wagonjwa kule, wagonjwa wenyewe wanapata shida kufika kule. Kwa hiyo ni vyema hili tukalichukulia kwa umuhimu wake ili tuweze kuongeza huduma kwa ndugu zetu ambao wanahitaji hii huduma kwenda kule hospitali ya Mloganzila. Na ni waelekeze tena yale mabasi ambayo yameshafika pale bandarini, oneni namna ya kuyatoa pale, kaeni na watu wa bandari ili kupunguza storage cost. Yatoke pale, mnaweza kuja kuyaweka hata hapa mkiwa mnasubiria pesa ambayo tutamaliza kuilipa kwa ajili ya komboa pale bandarini. Maelekezo tumeyachukua na tutayatekeleza. Kimsingi yanatekelezeka, na ukiangalia ni kweli kwamba huduma inahitajika kulingana na huduma kule ni sehemu ya hospitali, na kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa ni tuwe na utu. Ndio maana kauli mbiu kubwa ni kazi na utu. Kwa hiyo kimsingi tumechukua kama lilivyo na linatekelezeka. Kwa tutatekeleza kuhakikisha kwamba itakuwa inatoka Kimara moja kwa moja kwenda Mloganzila. Kwa mara ya kwanza tulikuwa tunapitia Mbezi. Sasa naamini katika upacha wetu na upande wa dati ambao tayari kwenye mikakati ya kuhakikisha wanarudisha miundombinu ya Mbezi, naamini tutakuwa tumesha kamilisha.